Bima ya afya kwa wote inakusanya mchango wa wananchi, mchango mdogo wa jasho na wa imani, na kuuweka kwenye mfumo ili ulinde maisha yake. Ndani ya mfumo huu tunakabiliwa na maadui wawili. Adui wa kwanza ni wagonjwa, na tunapopambana naye kwa kinga, tiba na ubora wa huduma. Na adui wa pili ni ulaghai na udanganyifu, na tunapambana naye kwa uwazi, ukaguzi wa mifumo thabiti na uandishi wa habari za kiuchunguzi katika sekta ya afya. Ndiyo maana ninaweka hadhi hii yenu mahala pake. Nyinyi ni macho ya wananchi wa ulinzi wa uaminifu wa mifumo katika sekta ya afya. Serikali inaweza kuandika taratibu, lakini mara nyingi dalili ya kwanza za ubadhirifu huonekana kwenye uhalisia, kwenye vituo, kwenye madai, kwenye foleni, kwenye risiti na kwenye malalamiko ya wananchi. Hapa ndipo uandishi wa kiuchunguzi unafanya kazi kama doria. Unaona mapema, unazuia mapema na unaokoa mapema. Uandishi wa habari za kiuchunguzi katika sekta ya afya itakuwa ni kinga ya mfumo. Bila kinga, mfumo huumwa. Sitakubali chini ya uongozi wangu NHIF ichezewe. Sitakubali hata kidogo. Na hili nimelisema mara nyingi na nitaendelea kusisitiza. Nimelisema mara nyingi na nitaendelea kusisitiza. Kwenye hili nipo tayari kuchukiwa na kila mmoja. Niko tayari, wala sina tatizo. Kwenye hili, kama kuna watu walikuwa wakichezea NHIF wakati wangu, sitakubali. Nimelisema hili na ninaomba waandishi wa habari, hasa habari za kiuchunguzi kwenye sekta ya afya, mtusaidie sana. Mtubainishie haya ambayo nimekwisha yasema, kwa sababu tumedhamiria kuboresha sekta ya afya. Tumedhamiria. Nadhani nimeeleweka vizuri. Tumedhamiria kuboresha sekta ya afya, na hatuna sababu hata kidogo katika sekta ya afya kutofanya vizuri. Hatuna sababu. Nimelisema hili kwa wasaidizi wangu na nimeendelea kulisisitiza. NHIF ikipoteza uaminifu kwa sababu ya ulaghai, mfumo unaweza kuyumba. Nitarudia. NHIF ikichezewa, ikapoteza uaminifu kwa sababu ya ulaghai, wizi na utapeli ambao wengi wetu tunajua yaliyotokea huko nyuma, mifumo itayumba. Na siko tayari wakati wangu kuona mifumo ikiyumba na mimi nikiwa kama msimamizi mkuu katika sekta ya afya. Mifumo ya bima, ukivumilia ulaghai, huanza kufa taratibu. Ulaghai ukiingia na kuachwa, fedha zinaanza kutoka kuliko kuokoa. Vituo vinaanza kuchelewesha malipo ya huduma na huduma zinaanza kukatika. Wahudumu watakata tamaa na wagonjwa watarudi kwenye hofu ya gharama. Mwisho kabisa, imani ya wananchi katika sekta ya afya itaporomoka. Nadhani nimeeleweka kabisa. Hata sera iliyo bora kisheria itakuwa ngumu kutekelezeka kijamii. Ulaghai kwenye bima ya afya si wizi wa fedha peke yake, ni wizi wa huduma na wizi wa maisha. Ukichezea uaminifu wa NHIF, unachezea uimara wa taifa letu.